Maadhimisho ya siku ya wakalimani wa lugha ya alama Zanzibar yamefanyika katika chuo cha mafunzo ya amali kilichopo Mkokotoni, mkoa wa Kaskazini Unguja. Hafla hiyo iliyoandaliwa na Jumuiya ya Wakalimani wa Lugha ya Alama Zanzibar JUALAZA ilikusudia kutambua mchango mkubwa wa wakalimani wa lugha ya alama katika kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wa kusikia wanapata huduma na taarifa kwa usawa kama ilivyo kwa wananchi wengine. Lengo la maadhimisho ya siku hii si tu kufurahia, lakini ni kutathmini ni kwa kiwango gani tumeweza kuwafikia watu wenye ulemavu, lakini vile vile ni kwa kiwango gani watu wenye ulemavu wameweza kupata haki yao hii muhimu ya mawasiliano. Mawasiliano kwetu sisi watu wenye ulemavu, hasa wenye ulemavu wa uziwi, ni haki. Ni nini? Haki. Ni haki yetu kupata mawasiliano. Sasa sisi kama serikali tunaendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba lugha hii inasambaa katika maeneo mbalimbali na inatumika. Tumeelewana? Inasambaa na inatumika. Na sasa hivi imekuwa ndio ajenda yetu serikali kuhakikisha kwamba kila kwenye huduma za kijamii basi lugha ya ukalimani ipatikane, wa kuhakikisha kwamba tunaunga mkono jitihada hizi ambazo zimeanzishwa na JUALAZA kuhakikisha kwamba madarasa haya yanaendelea si tu kwa kwetu kaskazini, lakini nafahamu mwaka jana na mwaka juzi tumeendelea kutoa mafunzo haya katika mkoa wa Kusini, lakini natambua kwamba mkoa wa Mjini tumekuwa na madarasa mengi yakiendelea pale, lakini tumeona ni wajibu wetu sasa kuja katika mikoa ambayo iko mbali na mji. Huduma hizi nazo ni muhimu sana. Alama inatambulika sasa hivi. Lugha ya alama tunataka ienee. Na kama tunataka ienee, basi kwenye skuli zetu huko, kwenye vyuo vyetu huko, nadhani kuna haja tukaweka utaratibu, ikawa kuna syllabus sijui maalum au curriculum au namna gani, wataalamu wenyewe wanajua. Lakini kama tutaweza kuweza kuwapatia elimu watoto wetu huko, ndugu zetu huko, basi tunategemea tutapiga hatua kubwa. Alama sasa hivi alhamdulillah tunachipuka, kuna sehemu mbalimbali wanafundisha, lakini kuna haja na kuwa na bodi maalum. Tunadhani bodi ile maalum ikiweka utaratibu, mtu atambulikane, si kama ndo ana certificate au ana diploma au ana degree au curriculum au nini. Lakini nadhani ili swala tukilipeleka ngazi ya taifa, tukiweza kupata bodi maalum, basi lugha yetu itakuwa imepiga hatua. Maalim Khalfan alisaidia katika mchakato wa kuundwa jumuiya, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuiona jumuiya ya wakalimani ikiwa tayari imeshasajiliwa. Na jumuiya ile ilisajiliwa tarehe 18 Novemba mwaka 2009. Kwa hivyo kamati imeanzishwa tarehe 18 Novemba. Jumuiya imesajiliwa tarehe 18 Novemba. Tukakaa pamoja tukasema sasa ili lugha ya alama iweze kupiga hatua, tuifanye hii tarehe 18 Novemba kila mwaka kuwa ni siku ya wakalimani wa lugha ya alama hapa Zanzibar. Kwa hivyo ilivyofika mwaka 2010 ndio tukaanza kuiadhimisha hiyo siku ya wakalimani wa lugha ya alama Zanzibar kuanzia tarehe 18 Novemba. Na tumefanya hivyo kwa mashirikiano makubwa na Jumuiya Umoja wa Watu wenye Ulemavu Zanzibar, na kipindi hicho ilikuwa tayari idara, wakati huo ilikuwa sio baraza, idara ya watu wenye ulemavu tayari imeshaanzishwa. Kwa hivyo tulikuwa tunashirikiana nao katika kuendeleza hizi harakati. Wakati huo bado tulikuwa tunalelewa Umoja wa Watu wenye Ulemavu, tukaenda katika kituo cha watoto viziwi Upendo, na sasa tunashukuru tuna ofisi yetu pale Fuoni Mambo. Sasa tumekuja kaskazini, mwaka unaokuja tunaenda kusini, ikiwezekana tutaomba pia tuende katika visiwa vya Pemba, Unguja na kisiwa cha Pemba. Na pia lengo letu tukitoka na hii isiwe ni sherehe, iwe ni maadhimisho ambayo yatatoa matunda. Jumuiya ya wakalimani wa lugha ya alama Zanzibar ilianzishwa ikiwa na malengo la kutetea na
na kuwasaidia ndugu zetu viziwi katika kupata haki zao za msingi kama vile haki ya kupata elimu, haki ya kupata habari, haki ya kujielezea na haki ya kutoa maoni, pamoja na kushirikishwa katika mambo mbalimbali ya kiserikali na kijamii kwa ujumla. Jumuiya yetu imepata mafanikio mbalimbali ikiwemo kuongezeka kwa wakalimani wa lugha ya alama, wakalimani ambao wanatumika katika shughuli mbalimbali za kiserikali na binafsi kama vile mikutano, semina, warsha, shughuli za kiserikali na kijamii. Wakalimani wa lugha alama tumebahatika kupata fursa mbalimbali za ajira katika taasisi mbalimbali za kiserikali na sekta binafsi ambazo zinahitaji huduma ya wakalimani wa lugha ya alama. Japokuwa tumepata mafanikio katika nyanja mbalimbali, lakini siku zote tunaamini panapo mafanikio bila shaka na changamoto huwa hazikosekani. Miongoni mwa changamoto hizo ni kama zifuatazo: kukosekana kwa wataalamu wa fani mbalimbali kama vile waandishi wa miradi na masuala ya fedha, usafiri kufuatilia kesi mbalimbali za dharura kama vile masuala ya udhalilishaji watu wenye ulemavu wa uziwi, ukosefu wa vitendea kazi vya ofisi kama vile kompyuta, mashine, fotokopi pamoja na printer. Kutoka Mkokotoni, mkoa wa Kaskazini Unguja, Masudi bin Ali, Jai Online TV, wema wa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.